Bwana Yesu asifiwe. Tarehe hii 2 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2025, kipindi Tupeleo Riziki Yetu ya Kila Siku, na mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Tunaendelea na uchambuzi ambao tumeuanza jana wa sifa za Yusufu wa Arimataya, tajiri wa kutoka eneo linaloitwa Arimataya, na kwa kuanzia sifa 12 ambazo tumeanza kuziangalia jana. Na jana nilikwambia moja ya sifa kubwa ambayo unaona imebeba sifa nyingine zote tutakazoziongea, anatambulishwa kwenye Mathayo sura ya 27 mstari ule wa 57 kama mtu tajiri. Biblia inasema mtu tajiri wa Arimataya, alafu inataja jina lake Yusufu na sifa nyingine zinaendelea. Kwa hiyo nikakwambia sifa ya utajiri kwa imebeba sifa nyingine zote ambazo Yusufu alikuwa nazo, na hii ni sawasawa na Biblia. Hali yako ya kiuchumi inabeba hali zako nyingine zote ulizo nazo. Hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakuwepo. Yusufu alikuwa ni tajiri wa Arimataya. Sifa ya pili ambayo jana nilikupa, hiyo ilikuwa ni sifa ya kwanza, kwa sababu Biblia inataja alikuwa tajiri. Sifa ya pili ambayo unaiona wainjili wote, Marko, Mathayo, wanamtaja kama mtu wa Arimataya. Alikuwa mtu wa Arimataya, yani anatoka eneo linaloitwa Arimataya. Hiyo ni sifa yake ya pili, anatoka eneo linaloitwa Arimataya. Na ukisoma Mathayo 27:57, hapo hata palipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimataya, eneo linaitwa Arimataya, jina lake Yusufu. Marko 15:43, akaenda Yusufu mtu wa Arimataya mstahiki. Mtu wa Arimataya anatoka eneo linaitwa Arimataya. Na kulingana na kamusi ya Biblia ya Fawcett's, inaitwa Fawcett's Bible, ili neno Arimataya au eneo Arimataya linafahamika pia kama eneo linaitwa Ramainahim. Ni mji wa nyumbani kwa Nabii Samueli. Ndiko alikokuwa anaishi Samueli, na kipindi cha Agano la Kale ilikuwa linafupishwa linaitwa Ramainahim au linaitwa Rama. Ilikuwa ndio eneo ambako alikuwa anatoka Nabii Samueli. Ndiko mji ambako Daudi alikuja ili kumuona Samueli. Kwenye ile Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 18 hadi 28. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari ule wa 20 na 18 hadi 23, utaliona jambo ambalo nakwambia. Ndiko Daudi baada ya Sauli kuwa anamtafuta kumuua, anakimbia kuja kumuona Samueli. 19 Samueli wa kwanza mstari wa 18, hivyo Daudi akakimbia akajiponya, akamwendea Samueli huko Ramainahim, kwa baadaye wakati wa Agano Jipya inaitwa Arimataya, ikawa inaitwa Arimataya. Akakimbia huko akamwambia huyo yote Sauli aliyomtenda. Mstari wa mstakisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Na Sauli akaambiwa kusema, angalia yule Daudi yuko huko Nayothi, huko Ramainahim au Arimataya kwenye Agano Jipya. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi, nao wapo walipowaona jamaa ya manabii wa kitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, Roho ya Mungu ikawajilia. Na Biblia inasema wajumbe wa Sauli nao pia wakatabiri. Naye Sauli alipoambiwa alituma wajumbe wengine, wao nao wakatabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3, na wao pia wakatabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Ramainahim. Rama inafupishwa au Arimataya wakati wa Agano Jipya. Akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu, tazama wako Nayothi huko Rama. Basi akaenda Nayothi huko Rama, na Roho ya Mungu ikamjilia yeye, naye akaendelea mbele huko anatabiri mpaka kufika Nayothi huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Nachotaka uone, ningeweza kuonyesha mambo mengi sana. Kinachotaka uone ni kwamba hii Ramainahim au Rama kwa Agano la Kale, ambayo ndio hiyo Arimataya ambako Yusufu alikuwa anatoka, lilikuwa ni eneo la nyumbani au mji wa Nabii Samueli. Angalia moja kitu ilikuwa imebeba nguvu za Mungu.
Kulikuwa kuna nguvu za Mungu kwa kiwango cha juu sana. Ama hata Sauli anavyotuma watu, kundi la kwanza, kundi la pili, kundi la tatu, wote wanatabiri. Nguvu za Mungu zinawashukia, wanatabiri. Sauli mwenyewe alivyoenda akafika akitabiri. Usiku kucha, mchana kucha, amelala chini anatabiri. Amekwenda kwa nia kumkamata Daudi, nguvu za Mungu zinamshika, zinamteka, anatabiri usiku na mchana, anatabiri. Hata watu wanasema, je, Sauli naye yuko miongoni mwa manabii? Nataka uone ya kwamba eneo unalotoka na hali yake ya kiroho linaamua sana maisha yako ya kiuchumi. Kamata hii, eneo unalotoka na hali ya kiroho ya eneo unalotoka linaamua sana maisha yako ya kiuchumi ya nje. Na nikisema eneo unalotoka, maana yake ulikozaliwa, nyumbani, asili yako, ulikozaliwa, asili ya wazazi wako walikozaliwa. Ni muhimu sana. Wengine wanasema kwa lugha ya huku duniani kwamba mahali kitovu chako kilipodondokea panashika hali yako ya kiroho. Na mimi niseme wako tu, lakini kwa wazee wako. Maana Yusufu anakuwa alifadi mtu wa Arimathaya. Ukiangalia Arimathaya ni eneo walikuwekwa kina Samueli kama babu zake miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua ya kwamba eneo unalotoka linakufanya ufanikiwe. Unaliona hili pia kwa mfano wa baba yetu Adamu. Adamu alikuwa anafanikiwa na mafanikio yake yalikuwa yamefungwa kwenye eneo ambalo liliitwa bustani ya Eden. Usisahau siku zote ya kwamba Eden sio kwamba ni kitu kilitengenezwa kipya na Mungu. Edeni ilitengenezwa, lakini bustani ilikuweko. Kisoma Biblia yako inasema Mungu akatengeneza, akapanda bustani mashariki mwa Eden. Kwa hiyo Eden ilikuwa ni eneo lipo. Alipomtengeneza mwanadamu, Mungu akaamua kumtengenezea mazingira ambayo yatamfanya afanikiwe ndani ya bustani. Kwa hiyo Eden ilikuwa ni bustani ndani ya bustani. Akatengenezewa eneo, akapanda, akaweka bustani, akamweka mwanadamu. Unafanikiwa pale ambapo ardhi ya asili yako au ulipowekwa inakusupport, inakuchangia kufanikiwa kwako. Na kutokufanikiwa kwako ni sawasawa na ardhi ya asili yako jinsi ambavyo haikusupport au inakusupport. Utakumbuka habari za Kaini alivyofukuzwa atoke katika anasema mbele ya uso wa Bwana, na Biblia inasema akaenda nchi ya Nodi ambayo ni mbele ya Eden. Unaona tunatajiwa na eneo. Kaini akaenda nchi ya Nodi mbele ya Eden. Kwa hiyo alitoka Eden. Adam na Hawa walivyoasi walitolewa kwenye bustani ya Edeni, na malaika akawekwa, kerubi akaweka mwenye upanga akilinda njia ya kuingia bustani ili wasiweze kurudi kwenye bustani ya Edeni. Sababu ya Mungu wasile kwenye matunda ya mti wa uzima. Lakini kikubwa ni kwamba unapotenganishwa na eneo la asili yako, umetenganishwa na mafanikio yako ya kiuchumi. Ndio maana wengi sana ambao wanakimbia ardhi za nyumbani, nimekuwa nikisema siku zote, wakati mwingine ni ngumu sana kupata mafanikio ya kiuchumi. Na mimi huwa nasema ukishaona hautaki kurudi nyumbani kwenu kwa asili, unapachukia hutaki kurudi, ni kiashiria kwamba unapambana vita ngumu sana ya kufanikiwa kiuchumi. Anza leo kukumbuka nyumbani ulikozaliwa. Fanya utaratibu wa kwenda angalau mara moja. Mimi nashauri labda kwa miaka 3 hakikisha umeenda, hakikisha umefanya maombi kwenye hiyo ardhi. Kama unaweza kuchukua udongo wa eneo la pale ambapo umezaliwa, chukua, kaa nao mjini huko, uombe, usemee. Ndani ya miaka 3 ukienda mara moja inaweza kuwa inatosha. Urudishe ule udongo, chukua tena udongo, endelea kusemesha, kufanya mafanikio ya kwako ya kiuchumi yamefungamanishwa na ardhi ya nyumbani kwako ambako ni asili. Yusufu alikuwa mtu wa Arimathaya. Mungu akubariki sana. Tukutane kesho mida na saa kama hii kwenye kipindi hiki cha Utupe Riziki Yetu ya Kila Siku. Amen.